بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baada kumaliza matayarisho ya swala, namna gani tunatakiwa tukue udhu, namna gani ikiwa hatuwezi kutawadha tutayammam, mambo ambayo kwamba yafaa kwa mwenye udhu, hayafai kwa mwenye udhu, mambo ambayo kwamba yafaa kwa mwenye janaba, ambao hayafai kwa mwenye janaba, mambo ambayo kwamba hayafai kwa mwenye hedhi, yanaofaa kwenye hedhi, mambo ambayo kwamba hayafai kwa mwenye nifasi, yanafaa kwa mwenye nifasi. Sasa twaingia katika kuieleza swala. Swala ndio khairu maudhu'in. Hakuna ibada ambao yaweza Muislamu aishi katika dunia na akili yake hakuna nguzo. Sitojua kwamba nguzo za Kiislamu, bunia al-islamu ala 5. Uislamu umejengwa kwa nguzo 5. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bila hii nguzo ya kwanza huwezi, hizi nguzo nyingine zote hazitokubalika. Ya pili, iqamu sala au iqamati sala, kuiswali swala kwa namna zake. Ya tatu, itau zaka, kutoa zaka kwa anayestahiki kutoa. Saumu Ramadhan kwa anayeweza kufunga. Hijjul bait kwa anayeweza kwenda kuhiji. Kwa hiyo nguzo 4 hizi baada ya shahada: swala, zaka, saumu, hija. Hizi nguzo 4 yaweza Muislamu ana akili nguzo 3 asizifanye. Wako Waislamu wengi wamekufa na nguzo 3 hawakuzifanya. Hawakufunga Ramadhani kwa sababu ya udhuru wa kisharia, hawakutoa zaka kwa sababu ya ukosefu wa kumiliki cha kutolewa, hawakwenda hija kwa sababu ya ukosefu, ima kutokuwa na uwezo wa kwenda kwa miguu au kwenda kwa pesa. Maana yake yaweza kuwa wewe uko karibu na Maka lakini huwezi kupanda mnyama, umepoza, uko kitandani na akili yako lakini umepoza miguu, hatukwambii lazima wende. Kwa hiyo nguzo 3 zaweza Muislamu na akili yake timamu na asizifanye, lakini haijatoka ruhusa kwa Muislamu mwenye akili timamu asiswali. Swala ina siku maalumu tu kwa Muislamu. Kukuwa hafai kuswali ni mwanamke akiwa na hedhi au akiwa kwenye nifasi, basi peke yake ndiye peke yake aloruhusiwa. Lakini maadamu Muislamu ana akili ni lazima aswali. Aweza kuswali kwa namna ilivyopangiwa, sawa, yani aweza kusimama asimame, hawezi kusimama aswali kwa kukaa, hawezi kuswali kwa kukaa aswali kwa kulala, hawezi kuswali kwa kufanya movement yoyote, haraka yoyote, aswali hata kwa macho tu, lakini lazima aswali. Angalia umuhimu wa swala. Hukupewa nafasi, mimi mgonjwa, mimi hakuna maji, hakuna mchanga. Hata ikiwa umefungwa na kamba au kwa lugha panufu umesulubiwa, utaswali vile vile. As-sala, swala ni kilima cha Kiarabu chenye maana ya dua, maombi. Mara nyingi swala hutumika kwa maana ya maombi. Je, sisi kwenye swala twenda kuomba? Naam, twenda kuomba, lakini sio lengo kubwa kuomba. Lengo kubwa
ni kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ametaka sisi tukazungumze na yeye, na sisi tukafurahi kujua kweli Mola wetu umetuumba, lakini ukatuwekea nafasi ya kuonana na wewe. Na hapa ndio utaona tofauti ya Mwenyezi Mungu na asokuwa Mungu. Mtu aweza kusema mimi ni kiongozi wenu, akakaa kwenye uongozi mpaka akatoka. Mimi sijui waziri wa maji alikuwa nani kipindi kilopita. Sikujaliwa hata kumuona wala kumsikia kuja hapa Mombasa kusema Mombasa ina shida ya maji. Uketizia ofisini huilia senti tu. Simjui waziri wa matibabu, simjui waziri wa barabara, hajui kamwe Mombasa kuna mashimo, hakuna mashimo. Yaani viongozi hawana nafasi na wale wanaoongoza. Yana nafasi na ofisi. Natamani ule rais wa nchi awalazimishe kila mwenye idara atembelee kila kaunti, aonane na watu wenyewe. Watu wamuelezee, sio ofisi kuelezee. Ofisi iweza kuelezea bwana huku tuna mashimo tunataka senti ya kutengeza barabara, wakala wao. Lakini njoo watu wakwambie bwana mbona hizi watu wanalipia leseni. Manake kama mfano wa mabarabara utasikia ule waziri wa mabarabara huweka sharia tu, gari haifai kupakia sijui hivi, haifai kupakia hivi, lakini hasemi barabara haifai kuwa na mashimo. Huku kwetu ajali nyingi zinazopatikana si uendeshaji mbio, ni mashimo yasiyokuwa na mipango. We hujui hapa kuna shimo, tena shimo handaki la kisawasawa. Ima uliingie, ima ulikiliingia, ni ajali. Ukibahatisha ni ajali. Ndio naosababisha. Sasa Mwenyezi Mungu ametuumba sisi, lakini hakutuacha kwambia nyinyi fanyeni tu. Mimi nitaonana na nyinyi kila siku. Wewe una malalamishi yako, wewe una maombi yako, wewe una maelezo yako, mimi niko tayari kukusikiliza. Saa ngapi? Mmekuwekea vipindi 5 havikutoshi? Ya Rabbi ni kidogo. Mmekupa na nafasi. Free offer. Time yoyote wewe ataka kuzungumza na mimi, katawadhe, swali basi. Mimi niko tayari kukusikiliza. Subhanallah. Je, uko anastahiki kuheshimiwa, uko anastahiki kutukuzwa, uko anastahiki kupawa kipawa mbele kama Mola wetu? Ndio katika dua ukaona Mtume SAW alitufundisha la maljaa wala manja minka illa ilaika. Hakuna ngome ya kujikinga na wewe ila kwako wewe. Hakuna ngome ya kuitegemea ili nikufikie wewe ila nitegemee kwako wewe. Uzuri wa Mungu kwamba ukimtaka Mungu, wenyewe watuambia man khafa shay'an haraba minhu. Mwenye kukiogopa kitu hukikimbia kile kitu. Wa man khafa Allah haraba ilayhi. Na anayemuogopa Mungu hukimbia akenda kwa Mungu. Anayeogopa polisi hendi upande wa polisi. Tena utasikia bwana wako hao, kuna traffic hapo, basi atazungusha njia. Lakini huwezi kusema kuna Mungu huko, ngoja mpite kwa huko. Kama wewe muogopa Mungu, nenda kwa Mungu. Raha ya Mungu ukimwogopa muende. Raha mwingine ukimwogopa mkimbie. Kwa hiyo Mungu ana ghera, hawezi kuwafanya waja wawe kama yeye. Haiwezekani kabisa. Aweza mja kuwa ana sifa alozitaka Mwenyezi Mungu kwa waja ziweko. Ukiwa na imani, angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ilikuwa sahlul manal. Hakuna mtakaye Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa shida. Simpati bwana, kila nikija nataka kuonana na Mtume siwezi. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam bali alikiwaendea wao, akiwafuata. Katika sera twaelezewa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari moja alikuwa yuwatembea, akamwona slave, kijakazi, mwanamke amekaa njiani yualia. Una nini wewe? Nimetumwa. Sasa si uende? Pesa zimenipotea. Si wajua watoto? Tumwa pesa zikapotea. Sasa akawahulia. Mtume SAW akamwambia ni pesa ngapi? Ni kadhaa. Akatoa akampa. Mtume SAW akaenda zake, si nimeshampa? Kuna maelezo tena?
Amekwenda akirudi huko pale pale, haya zimepotea tena. Akamwambia lakini nimechelewa, nikirudi kule makonde ninayo. Si wajua watu wengine wao hawana, yani mtoto akitumwa akitetelea kidogo yuwaogopa kurudi nyumbani, na haya ni makosa. Najua katika baadhi ya malezi ambao kwamba yataka yabadilishwe ni kumtishia mtoto akuogope. Mtishie mtoto akuheshimu. Umeona sisi wakati wetu ilikuwa mwenzetu tutaweza tukenda tukacheza mipira kwa kuwa tukatazwa kucheza mpira. Tulikiwa tukienda kuoga baharini kwa kuwa tukatazwa kuoga baharini. Basi utakatika, usiseme nyumbani, utaumia, manake ukisema juu yake utakula na nini? Mbati. Ndio ukaona wengi katika sisi mikono mingine iko namna hii hawakupata kuungwa. Kwa sababu ulikuwa ukisema nimeangushwa na punda, alokuambia wewe ukapande punda nani? Ngoja basi nikupe na kamili yako. Yaani wewe umeumia kule na huku upate tena kichapo. Sasa haya yalikuweko lakini si mazuri. Na ndio Anas bin Malik alipomsifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema hakujaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa miaka 10 nimefanya jambo halitaki mimi nilifanya, akanambia lima faalta kadha. Kwa nini umefanya kitu fulani? Bali akimwambia ingependeza kama hukufanya. Lakini maana harani hakunikaripia. Wewe kukaripia kumtolea ukali kabisa. Ilikuwa ukali hautengezi, ukali hutisha. Basi ukizungumza na watu kwa lugha ya ukali hautengezi, zungumza na watu kwa lugha ya kuogopesha, yani kwa ndia nzuri, lakini aogope kile kitu. Mwanangu, si bahari si nzuri, mwanangu kuna upepo. Au kwa sasa umwambie mwanangu usiende baharini, bahari imekuwa ni mahala pa maasi tu, tamtangamano tutu kwa ufu. Wewe ukifa utaka ufe kifo gani hicho? Si makosa kwenda baharini, lakini ni makosa kutangamana mtangamano ule ulioko. Fikiri nzito za tondi, huwezi kutofautisha wewe. Haifai, ni haramu, ni makosa, wamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wataka kwenda baharini, nenda hapa Madubaha asubuhi. Au Madubaha kuna wanawake na wanaume? Hakuna. Nafikiri ukucha wewe. Nenda hapa, bahari utaipata nzuri, freshi, haina dhiki, lakini la watu wataka yale maasiya. Mungu si ndio hataki. Ule mmoja alinambia ustadh, nilipomueleza nilipokuwa Uingereza, yeye uko Amsterdam, nikamwambia huko hakujiki siku za joto, watu tembea tupu namna nini? Akanambia basi ustadhi, huko hakujambo, huko Amsterdam kila lile asolipenda Mungu liko. Yani hakuna jambo Mungu amelikataza ilo utalipata. Naambia huku ndo hutembewa kuna wanawake wakatize, kuna barabara wewe ukipita wanawake wakatize tupu kwenye zio. Yani wewe kama utaua samaki. Hawana nguo. Kuna watu yani wapenda kumuudhi Mwenyezi Mungu. Sasa wewe Muislamu wamwambia bwana usifanye namna hii, usiende mahala kama hapa. Mwanangu, ni haramu. Si haramu kwenda baharini, lakini ni haramu tangamano lilioko sasa hivi baharini. Nakumbuka sisi zamani tulipokuwa tukisoma, mwanzo tuliekewa Jumapili saa 8 hakuna. Babangu Mungu amrahamu alipojua kwamba sisi Jumapili henda zetu Shela, na kule Shela kuna wazungu ulala tupu, akatuondoshea Jumapili akatuwekea Alhamisi. Ikawa Jumapili hakuna tena nafasi ya kwenda tena kuangalia wazungu. Na ilikuwa ukitaka kumuona mzungu paka uende Shela, kwa sababu Amu ilikuwa hakuruhusiwi mtu kutembea mapaja wazi. Lakini siku hizi Amu ndio hukurubishwa wenye kutembea mapaja wazi. Mambo yalikuwa kinyume. Zamani ilikuwa hata mzungu hawezi kutembea Amu mapaja wazi. Siku hizi utaona watu na chupi madukani, wanawake. Na tatizo ni sisi wenyewe wa Amu. Juzi nimeona klipu moja kule Unguja, kuna kitongoji wametoa ilani, mwenye bodaboda yoyote akipakia mwanamke amevaa skati mbati, atakula mbati na atapokonywa bodaboda yake kwa miaka 5. Maana kijiji hao si serikali, lakini walienda kwa serikali wakaona sasa maadili yamekuwa uvunjwa. Mwanamke yoyote atakayekutembea maziwa wazi mbati. Maana siku hizi wanawake homo hutawanyika ile maziwa.
bado katiti tu, huowea yako yuyu, utafikiri maboya. Lakini watu ajabu, tuko tayari sisi kulinda culture ya nyumba, tusipake rangi zitakiwazo, ila rangi watakazo TANESCO nkuloye ile chama cha World Heritage mkisi bana ina UNESCO UNESCO ndo World Heritage Site yao. Nyumba lazima ukijenga ujenge kwa mpangilio wake. Jamanini, basi na maadili. Sisi wa Afrika tuna maadili yetu ya mavazi. Mbona watu ivalie watakavyo? Mbona watu itembelee watakavyo? Utakuta kwenye county pengine thuluthi 2 au robo 3 ni Waislamu. Hawachomi haya. Lakini je, walikwenda na ghaira dini? Narudia ule msemo, faqidu shay'i la yuti. Ikiwa wao wenyewe hawana ghaira na dini, watakataza mambo ya kuharibu dini? Wewe angalia, kuna vijana huja kusoma hapa. Kuna hii college hapa yaitwaje? MTTI. Hii college iko hapa Kaloleni. Wasoma pale hutembea trupu. Wasoma pale hutembea trupu. Subhanal Malikil Quddus. Hutembea trupu. Yaani wewe utafikiri wako ufuo wa baharini. Na hawaambiwi lolote. Nini? Wampata viongozi maziwa lala. Ilikuwa yatakiwa. Na wale watu wa mtaa pia nao maziwa lala. Walikuwa ule mtaa wende ukashtaki, bwana hapa mtaani kwetu sisi tuna mabinti zetu. Hatutaki. Sisi hapa kidogo basi tuna mzee, alhamdulillah twashukuru. Haruhusu mtu kuja pale mapaja wazi. Kabisa, hata kupita ndia hairuhusiwi. Kwa sababu wajua watoto huona wakaona hili uitembelea wazi wazi, tupu, haina neno kumbe. Na yeye huitukua ile katika fikra. Lakini kila muonao wamevaa sawa sawa, huingia katika fikra kwamba kutembea namna hini. Ingekuwa kila mitaa wale wazee wa mitaa wapiga kelele, kila misikiti wapiga kelele, jamanini tusivundiwe maadili yetu ya Kiislamu, watu wasitembee uchi. Atakaye kuja Mombasa kumewekwa bango, ukiingia Mombasa nguo isipite juu ya magoti. Aingia Mombasa nguo isipite juu ya magoti. Ataka kwenda tupu, nende mahala kwingine. Wangekuwa na heshima na adabu. Lakini sisi wenyewe twajiheshimu? Sisi wenyewe tuna ghaira na dini? Kwa sababu mtu hukuheshimu akikuona wewe mwenyewe wafanya nini? Wajiheshimu. Mtu huisitiri akikuona wewe umeisitiri. Wenyewe hawa mabinti zetu wenyewe utafuta nafasi hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana ghaira. Na katika ghaira zake hataki mja amshinde au afanane na yeye. Akatuwekea nafasi. We mja, wataka kuzungumza na mimi Mola wako, kwa siku nimekuwekea mara 5. Hazikutoshi hizo mara 5, nimekufungulia. Kuna swala za dhuha, kuna swala za ishraqi, kuna qablia, kuna baadia, kuna qiyamul layli. Yani feel free. Wewe wataka kuongea na mimi, ongea. Lakini mabosi hawa viongozi wengine wote hawajui kuongea na watu. Hawana time ya watu kwa sababu lengo lao si watu. Lengo lao ni senti walonazo watu. Waila ingekuwa ni kila department ni lazima iongee. Nyinyi mmeshawahi kuona mikutano hapa? Waziri wa ardhi na watu, waziri wa barabara na watu, waziri wa maji na watu. Wajue watu mwapata matatizo gani katika ofisi yangu? Hawana. Kwa sababu wajua matatizo matupu. Kwa sababu wao hawakuingia kutatulia watu matatizo. Wameingia kujitatulia wao wenyewe matatizo yao. Wa ila ingekuwa kuwatatulia watu matatizo yao, wangekuwa wanakutana na watu. Kila kaunti wenda, wakakaa, haya niambieni, muna tatizo gani kuhusu electricity hapa? Muna tatizo gani kuhusu title deed hapa? Muna tatizo gani kuhusu maji hapa? Muna tatizo gani kuhusu barabara hapa? Muna tatizo gani kuhusu security hapa? Kila department inakutana na watu. Wewe ni waziri wa watu, si waziri wa jina. Lakini tu lile jina kuonesha uwaziri wako katika mambo fulani. Lakini la, hana alaka na watu. Lakini makosa si yao. Makosa ni hawa viongozi tuwachaguao
sisi. Wangekuwa wawalazimisha wao wapitisha kwenye bunge waziri yoyote, ikiwa kwa mwaka hakuweza kukutana na kaunti zote kukaa nazo, afutwe. Si wana uwezo kupitisha? Lakini la, hawana hamu ya hilo. Wao kuipitishia wao mishahara, kuipitishia wao mazuri, kupitishia wao watakao, lakini kuna na Mungu kesho. Thumma la tusalunna yawma idhin. Kila mmoja ataulizwa, ulipewa jukumu fulani, ulilisimamia sawa sawa, ulikamilisha itakiwavyo? Hukukamilisha, utapambana naye Mwenyezi Mungu. Wewe tudanganye sisi na Mwenyezi Mungu? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kisha thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hakuna atakaye kudhulumiwa, ni kile kile ulikitenda ndio utatekeleza, yani utalipwa kile kile. Wewe uliahidi kadha kadha kadha, hukutekeleza, utakwenda kulipwa. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Jalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.